Mwaka 2013 kamati maalum ya Spika iliteuliwa tarehe 26 Juni 2012 kwa ajili ya kutoa mapendekezo kuhusu mapato na matumizi ya serikali. Kamati hiyo iliongozwa na Mheshimiwa Andrew Chenge, mbunge. Wajumbe wengine walikuwa ni Musa Azan Zungu, mimi, Beatrice Sherikindo, Mungu amemchukua, Mungu amrehemu apompeleka, Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed, Mheshimiwa John M. Cheo, Mheshimiwa Sultan Shama, Mheshimiwa Christina M. Lisu, Mheshimiwa Luhanga J. Mpina, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Mansur S. Hiran, Mheshimiwa Gaudens Kayombo, Mheshimiwa James F. Mbatia. Kamati hiyo pamoja na mambo mengine ilibaini kwamba, na nukuu, ununuzi wa magari makubwa ya anasa usiozingatia gharama za uendeshaji wake na hali ya kiuchumi. Kwa mfano, kwa miaka mitatu mfululizo gharama za matunzo ya ununuzi wa mafuta na matengenezo ya magari zilikuwa kama ifuatavyo: 2008 mpaka 2009 shilingi bilioni 685, mwaka 2009 mpaka 2010 shilingi bilioni 530, na mwaka 2010 na 2011 shilingi bilioni 537. Kwa mwaka wa fedha 2010-2011 gharama hizi zilikuwa ni sawa na 4.6 ya bajeti yote. Hii ina maana kwamba katika kipindi cha miaka mitatu 2008, 2009, 2011 jumla ya shilingi trilioni 1.8 zilitumika kuhudumia magari ya serikali pekee. Ikumbukwe kwamba kiasi hiki cha shilingi trilioni 1.8 haikujumuisha gharama za ununuzi wa magari hayo. Ni rai yangu kwa viongozi wa wizara, mikoa na taasisi za serikali kuona muhimu wa kuendeleza kutekeleza pendekezo hili la kamati hili maalum ya Mheshimiwa Spika ili kubana matumizi ya fedha hizo kwenda kwenye miradi ya maendeleo. Mbona makofi madogo? Hapa mpigi. Nyinyi mnapenda magari ya anasa nyinyi. Nampongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuanza kutoa mfano wa kupunguza misafara ya shughuli zake za kiserikali. Na mradi rais ameanza, wengine tunangoja nini? Hii ni miaka 10 iliyopita. Hizi gharama za sasa hivi zitakwenda mara 2. Matumizi ya serikali lazima yapungue. Kwa maelekezo kamati ya bajeti kufuatilia gharama mpya za matumizi ya serikali na kuhakikisha hizi gharama zinapunguzwa na zinaondolewa kabisa. Hatuwezi kuendelea kukaa na vitu vya anasa wakati nchi yetu bado inataka maendeleo. Na hivi karibuni mtaona gari yangu ninayotembelea ni tofauti na gari yetu sasa hivi. Na mimi naanza mfano wa pili. Mheshimiwa Bunge lisiwakere, huu ndio kweli. Rais katoa mfano, sisi tuige. Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hapa. Bajeti yake wa kwanza kwa waziri wa fedha ulitoa maelekezo haya. Lakini baadaye mkaanza kusigana huko, mkarudia utaratibu. Tuache kabisa magari ya anasa katika taifa letu. Tumesikia hivi karibuni kwanza rais akizungumza kuhusu matumizi kupunguza ndani ya serikali, ikiwemo matumizi ya magari mengi katika misafara, ikiwemo msafara wake mwenyewe. Bi mkubwa akikiri kwamba anaanza mwenyewe. Imepita miezi kadhaa, na hivi majuzi kabla ya kuhitimishwa bunge, wabunge walizungumza sana kuhusu serikali imekuwa ikiwa na matumizi makubwa
hususan magari ya kifahari, tunaona ma VXR na mengineyo. Na hapo umezungumza kwamba tunakopa fedha na tunaziona kweli zinaelekea katika ujenzi wa miradi ya kimaendeleo ambayo Watanzania wananufaika nayo kwa namna moja ama nyingine. Je, kama serikali alilolizungumza Bi Mkubwa, na mzungumzia Rais Samia Suluhu Hassan na hapa karibuni viongozi wengine wakizungumzia matumizi ya haya magari ya kifahari mashangingi na VXR, mnaacha lini? Kwa sababu tunayaona yanaunguruma. Umezungumza kuhusu kupunguza matumizi. Ni maelekezo ya serikali na utekelezaji wake umeanza. Hasa Deukaji, hatutaweza kuuza yaliyopo ili tutekeleze. Yaliyopo yatakuwa yanatumika, lakini hatununui mengine, kwa sababu ni maelekezo yametolewa kwa kiwango ambacho tutakipanga, kwa sababu bado hatujafanya mabadiliko ya mfumo wa ununuzi wa magari ya serikali. Maelekezo yametolewa, ofisi ya Waziri Mkuu ambayo ndio inahusika na eneo hili wanaendelea kuchakata, watatoa utaratibu ambao tutakuwa tunauzingatia. Lakini kwenye matumizi ya magari ambayo tayari tumechukua hatua madhubuti. Mheshimiwa Rais mwenyewe alieleza siku ile kwamba wasaidizi wake wanasafiri kwenye vibasi. Sisi aliposema tu vile yeye na sisi automatic tukachukua, kuna magari siku hizi yanaitwa Kasongo. Tumepunguza movement za Kasongo. Nyinyi angalieni Kasongo sasa hivi zimepungua mjini kwa sababu watu wanatumia public transport. Mimi leo nasafiri na kwenda Dar es Salaam. Gari yangu nitaiacha Dodoma. Ndio kupunguza matumizi kwenyewe. Maafisa wa serikali wanaokwenda Dar es Salaam wanapanda SGR, wakifika pale kama hakuna ulazima wa kuwepo na gari ya serikali Dar es Salaam, anatumia public transport, anamaliza kazi yake, anaondoka. Hali kadhalika kwenda kwenye maeneo mengine nchini, iwe kwenye mikoa mbalimbali, pale ambapo hakuna ulazima wa kutumia gari ya serikali, tunatumia njia nyingine za usafiri kwa ajili ya kupunguza. Lakini pia tumesikia michango ya wabunge. Serikali ni sikivu. Tunakwenda pia kuangalia maeneo mengine ambayo tutaendelea kupunguza bila kupunguza huduma za matumizi ya serikali, tukajikuta wananchi hawapati huduma. Ukakuta madaktari hawaendi kutembelea wananchi kule vijijini kwa ajili ya kutoa huduma za mkoba. Mkoba mnaifahamu? Zile outreach programs. Inabidi watu waende wakahudumiwe kule vijijini. Hasa wewe kumnyima daktari gari, anakwenda kutoa chanjo kijijini ili Watanzania wenzetu wapone. Kwa hiyo tunakwenda kuliangalia, tupunguze matumizi lakini bila kuathiri huduma kwa wananchi.